sitakuwa nalewa tena. Gai, mimi sitakuwa nalewa tena. Gai, sitakuwa nalewa. Kuna mgongo vizuri. Sioni hata ukikuna mgongo, sioni. Nimechoka. Nimechoka. Nimekubali Wewe jikune. Alele tu hapo. Daktari ndo kirudi US anakumbea komando. Mimi hata kirudi US na ananifanyia tu kazi yao kama mimi niko mbali. Haina haja hata tinikuja nifanye vitu kama hivi. Daktari mwenyewe ananifanyia tu. Sorry. Utatuma pesa yangu? Imeingia. Sasa watu kama hawa hii ndio njia pekee yake ambayo tunaweza wasaidia nayo. Kwa sababu unaona kiburi ambayo alikuwa nayo, ukikuwa mtu dhaifu hauwezi wafaulu. Peka yote kwa account. Shika. Senda haraka mimi napanga wakora. Tuma tu confirm message. Daktari kazi yako iko sawa. Hii mimi nikiwa huko ng'ambo sasa hata sisumbukani. Hello guys, maswala kama msafiri guys kama kawaida mjoki tunafanya kazi. Unajua Rona ameambiwa tumedo wenye alikuwa anaingia kwa account, kwa hiyo kazi alikuwa anafanya supermarket amekataa, na Pamela pia amekataa. Juendi alikuwa na manjizi juu hiyo salon na kinyozi, unaelewa? So unajua daktari amesema atawapea punishment na wasema ukweli ama watume hiyo do. So daktari unajua umesema sasa hii uweze toka hapa bila hiyo pesa, alafu documents utaleta baadaye, si ndio? So utaongea na Charles, wewe umpea command nataka, then from there sisi hatuna lingine la kusema. Yes. Na mzee amesema yeye mwenyewe ataleta mpaka ameomba msamaha. So yeye ataleta hiyo gari na logbook baadaye. Hao wako na kiburi. Mzee nimeongea naye akanihakikishia. Sasa wacha pia nimwamini nimpe second chance. Lakini kwa sababu ya wako na pesa na simu wako nazo hapa, ni kitu ambacho tunaweza ifanya hapa sasa na tukamaliza hii shughuli. Tukaona what next ama nini ambaye tutafuatilia ingine, lakini sasa unaona wanafanya kazi inakuwa ngumu. Sawa. So Mama Charles. Yes. Uko tayari tumalize shughuli kwa uzuri ama labda tuende hiyo njia nyingine ambayo? Kuna shughuli, hakuna pesa niko nayo, hakuna kitu narudisha mimi. Sio umesema sasa uko na pesa iko nyumbani. Hakuna. Daktari unajua anaona mpaka kwa account. Uzuri kuona nini? Huyu ni mtu wa kudanganya watoto wa wenyewe. Hata sijui kwa nini mtoto wangu alimuendea. Ungekuja nikuonyesha kwenye vitu zako zitarudia. Kubwa tena unataka tu tusumbuane hapa. Hii ni uongo mtupu. So anadanganya? Anadanganya. Hakuna kitu anaweza kufanyia. Haya. Sawa. Daktari mimi ndio nimekuleta na najua kazi na mtoto wangu. Kwa hivyo nisaidie mimi. Mimi ndio najua kazi yako vile ni mzuri. So nisaidie mimi. Yeye mwenyewe anaongea chenye ajui. Wacha ataanza ndiye atajua kweli anafai kunirudishia pesa yangu. Pamela? Mi kila saa huyu daktari akikuja ako tu na my excuse. Sasa sijui hizo my excuse zake ni za nini. So sisi tunataka utatuma na excuse ama daktari? Daktari analeta mambo mingi yenye kila saa naingizwa kwa mambo yenye hata sielewi sana. Mimi sielewi hiyo maneno. Sawa. Sasa utu nayo. Mimi sina pesa. Niliona ako na pesa. Rona ako na pesa. So unajua guys pia wenye wako hiyo episode nyingine, huyu ndio baba ya Charles. So mambo ilichemka pale tukajua kumbe ni baba yake. Unaelewa? Yeah. So daktari? Yes. Hao wamekataa. Wacha tu peana command. Sasa Charles. Umesema uko tayari. Mimi niko tayari. Umesema unataka wafanye nini? Mimi nataka wajikune kwa sababu hao pia wasikie uzito kidogo. Mimi nimehangaika sana. Watu wazi kujikuna aje. Utaona. Wacha kudanganya. Siwezi mimi jikuna aje. Haya. Sawa. Charles uko tayari? Mimi niko tayari daktari. Asante. Kazi kwako. Asante. Venye nilifanya tu mwanzo. Kama ulifanya tu. Hakuna chochote ambacho kinabadilika. Wewe ni kuwaguza na kazi inaanza. Asante. Hiyo pesa watume. Pamela usisahau. Nishapewa komanda daktari sasa. Unatumia pesa yangu ama bado unakataa? Mimi sina hiyo pesa. Hiyo pesa sina. So haiko. So daktari yeye hakunipe pesa. Hizo ni vitu za uongo. Yeye hakunipe pesa, ni uongo. Sasa wewe umesahau ile wakati. Hiyo nilikuwa hiyo wakati, lakini leo hiyo ni mnanisingizia tu. Kukuze. Sitaki kupoteza muda na wewe. Wacha tuone. Sasa ulikuwa na Pamela unajifanya. Unajifanya Pamela. Si ukweli. Si ukweli. Unatumia ama utumi? Mimi situmii, si ukweli. Unataka kukuza pia wewe. Yeye anajifanya. Wewe ni kujifanya kabisa. Hiyo mgongo hata ukuni vizuri. Hiyo mgongo hata ukuni. Daktari tafadhali nisikize. Wewe pia. Haya. Kai. Sorry daktari. Kumbe ni kweli.
sitarudia. Inawasha. Jikune kabisa. Hiyo mgonga hata ukuni, wacha kujifanya hapa. Mlikuwa mnaongea sana hapa. Sitakuwa nalewa tena. Gai, mimi sitakuwa nalewa tena. Gai, sitakuwa nalewa. Kuna mgongo vizuri. Sioni hata ukikuna mgongo, sioni. Nimechoka. Nimechoka. Nimekubali. Wewe jikune. Kichwa kabisa. Utakuna kabisa. Sasa naona kazi yako iko sawa. Hata nikirudi sasa huko ng'ambo, nafurahia kazi yako iko sawa. Wewe jikune kabisa. Naona kazi yako iko sawa. Daktari pole. Kuna hiyo miguu kabisa, sioni hata ukikuna hiyo miguu. Wewe ni kelele tu hapa. Daktari hata kirudi US anakupea komando. Mimi hata kirudi US na ananifanyia tu kazi yao kama mimi niko mbali. Haina haja hata nikuje nifanye vitu kama hivi. Daktari mwenyewe ananifanyia tu. Sorry. Utatuma pesa yangu? Sasa unatuma pesa ama bado unataka kujikuna? Nimekubali. Kai, daktari nimekuja kuomba msamaha. Daktari nimesema pole. Daktari sorry daktari. Pesa mmeweka kwa akaunti gani? Pesa iko kwa Equity. Wewe unatumia akaunti gani? Iko kwa Equity Bank. Iko kwa Equity Bank. Wewe unatumia akaunti gani? Hii maneno unaijua daktari. Wewe pesa umeweka akaunti gani? Nimeweka kwa Equity. Kwa Equity. Wewe unatumia bank gani? Mimi pia natumia Equity, niko na Equity. Sasa wanaweza kutumia hapo. Toa simu yako sasa, weka password. Alafu maneno yako. Nimeamini kabisa. Naomba msamaha. Naomba msamaha. Msamaha unaomba Charles, sio mimi. Kazi yako iko sawa kabisa. Sasa wamejionea. Wamejionea. Na nilikuwa nimeona mara ya kwanza. Dalili yake ilikuwa alikuwa hakuwa tayari. So wacha hiyo ni kichapo yao, wacha wafurahie. Shika. Taja pombe. Nitaacha yote. Taja pombe. Wewe umejifanya kiburi sana. Tuma haraka na ngoja. Nimeshamwekea account. Naweka tafadhali. Naweka. Pesa yote iko kwa hiyo account. Hiyo ndio ilikuwa ya biashara. Na ngoja message yako. Nimekubali. Wacha nionyeshe daktari. Nimekubali. Tutasema ni ngapi ama tuache? Siwezi sema hiyo pesa yametuma sahihi. Kwa hivyo daktari ndio ametuma yake. Huyu amechukua mpaka wacha jikune kwanza hata kidogo. Wacha jikune hata sekunde 2 kwanza. Imeingia. Asante daktari. Kitu ambacho tunahitaji ni documents. Stakabadhi ya hiyo salon na kinyozi. Tafadhali. Sawa. Uko tayari kutumia pesa yangu ama bado? Niko tayari mwamko. Uko tayari? Umesikia daktari amesema huyo documents ndio ataleta next time. Akisipoleta tena tajikuna. Hiyo kinyozi na salon. Weka password, uende paka kwa account unipatie niweke account. Hata simu iko hata niweke. Umesumbua sana. Ni mama yako. Huyu mama amenisumbua sana. Mama yako mzazi anakusumbua. Si alikuwa anasema ati mimi simsaidii. Daktari, kazi yako iko sawa kabisa. Sasa kwa watu kama hawa hii ndio njia pekee yake ambayo tunaweza wasaidia nayo. Kwa sababu unaona kiburi ambayo alikuwa nayo, ukikuwa mtu dhaifu hauwezi wafaulu. Watu kama hawa ukikuwa mtu dhaifu hauwezi wafaulu kwa sababu unaona kiburi ambayo uko nayo. Charles hangawahi ona chochote katika maisha yake, hangawahi ona hata shilingi. Yote ilikuwa imepigwa tafrau. So wacha washughulikiwe, kila kitu ya Charles irudi. Sawa. Weka account properly, bora confirm message. Ndio aje kujikura. Hao ni wakora wanaweza reverse. Aweke hadi amount yote. Amesema ameweka yote kwa account. Shika. Senda haraka mimi napanga wakora. Tuma tu confirm message. Daktari, kazi yako iko sawa. Hii mimi nikiwa huko ng'ambo sasa hata sisumbukani. Message yake bado. Amefinya okay confirm. Ndio hiyo. Pesa ni ngapi? Daktari, hii sisemi sahihi. Acha niangalie. Wewe jikune, umenisumbua sana. Naona kazi inaendelea vizuri. Wangepa Charles, naona kazi inaendelea vizuri. Wangetuma hii pesa mwanzo hata wangefika hapa. Ingefika mahali pa kujikuna. Hiyo ni vizuri. Pesa ametuma vizuri. Kwa sawa. Sasa utamguza. Huyu mama amenisumbua sana. Unakula paka pesa yangu. Sasa tumemalizana sasa na yeye. Nimetuma yote. Shukuru sana daktari. Simama sasa. Umenisumbua sana. Sasa daktari. Hiyo sasa nataka hizo document. Pesa nimeshukuru nimepata. Document ndio mimi nataka. Tena mkikosa kuleta document ni hivyo tu.
Unasema wembe ni ule ule. Mpaka amesweat. Bana amejikuna mpaka amesweat. Na hiyo madharau yote. Sio ulikuwa unasema unaweza kufanya kitu. Nimewacha. Nimewacha. Nimeacha. Umeacha sasa kwa kaunta yote. Baadhi pia wewe umelala sasa. Nimelani lesson. Na nimetuma. Huyu ni mjuaji. Daktari anisamee sana. Uzuri daktari anakupa punishment urudishe. Ambacho Pamela ako nayo na ambaye namsumbua ni tamaa. Unajua tamaa ikiko kwa mwili yako kutoke na kuanga lazima uamue, lakini sasa kwa ameamua. Sasa naona hii pesa yote kuondoka hii, sasa unaona kiburi inakuja tena. Ndio shida tu ako naye. Sasa aenda ajifikirie. Na kama tamaa bado itamuongoza akatalie documents, bado wembe ni ule ule. Tutakupatana tu hapa. Tutapatana hapa tu. Na Mama Charles, pia wewe tumepatana leo siku ya kwanza. Wewe ukitaka uende tamaa kuingie, uende utoroke ama ukose kukuja nayo, tutapatania tu hapo hapa. Sawa. Nitakuletea. Unaleta mtapelekea Charles. Nitaleta ndio. Najua mama atachanganyikiwa. Najua hajaiona mambo kama hii. Mbona simu amepasua ama ni pombe? Lakini hii simu nilinunua hata hii sijui ni simu ya ngapi. Anaenda pombe anawacha huko simu. Anakunywa pombe anakosa kulipa anawacha simu huko. Sasa hii ni kuanguka ndio anafanya simu inapasuka hivi. Nimefurahi amesema atawacha kulewa. Unafurahia kana ndio umeshamkaa. Ama sasa umekaribia huyu sasa juu ni mtoto wako mwenyewe. Sasa kijana pesa irudi nyumbani. Mambo yako mimi nimekuambia siongei saa hii. Mambo yako nimekuambia siongei saa hii. Hiyo nitaongea baadaye. Haya daktari. So maliza muongee na Charles kidogo alafu maliza. So wacha mimi nipeane mwelekeo ya mwisho. Mtu ambaye nataka kwanza kuzungumzia saa hii ni mzee Baba Halima. Tafadhali usikuwa unatupea maneno mazuri saa hizi tukuamini. Kumbe kuna ama tukuamini hapa ufike nyumbani mipango ibadilike. Sawa. Ukitaka kubadilisha mawazo shauri yako. Kwa sababu katika kikao ambacho kitafuata tafadhali nisikue akuje na hizo document za gari. Sawa. Logbook ya gari akuje nayo na kifunguo ya gari tafadhali. Nisikue ikuje. Na ukienda ubadilisha mawazo, si umejua mwembe ni ule ule tu tutapatania hapa. So Charles pia nimeshukuru, nimeona tumeanza kuona progress, mambo ni pole. Mama ndio huyo hapa, mwenyewe kila kitu utaamua cha kufanya. Sawa. At least umejua baba yako, chenye mtaenda kuongea, chenye mtaamua mimi sitakuwa, hiyo ni mambo ya familia. Sawa. So chenye tutafuata wacha mambo, kuna shughuli pia nakimbia saa hii. Kuna watu kidogo naenda kushughulikia saa hii, kuna pata kesi ya Amerika naenda kushughulikia saa hii pia. Nenda nishughulike kwa sababu unajua lazima ushike pande zote. Nisaidia hapa, nisaidia mwingine pia, nisaidie kwingine pia. Wengine pia niende niwasaidie. Hata nikitoka hapa na safiri. Niende pia nisaidie kwingine pia. So tafadhali hata msisikie labda nimeondoka, mkoona sasa mnaweza tawala. Na pia mkitaka mnaweza watawala, haina shida kwa sababu siendi miaka 5, nienda siku 2 pekee yake nitakuwa hapa. So utaandaa kikao. Sawa mtoto yangu, utaandaa kikao, hizo vitu zikuje. Na kama kuna shida yoyote, wewe nipigie simu kwa sababu nitakuwa nimerudi, nitakuwa around. Sasa kwa siku 2 nitakuwa nimerudi. Sawa. Mimi nimemaliza yangu na kama kutakuwa na lolote utanijulisha mtoto yangu. Sawa, nitakupigia simu. Charles? Mimi nashukuru sana daktari. Najua tena kuna mengi mbele. Nashukuru sana, kazi yako ni mzuri na nimeipenda. So pesa nimepata, document venye wenyewe wamesikia. Msipofanya hivyo bado daktari atakuja. Kwa hivyo kikao kijacho mimi nataka document zangu. Nikimaliza mzee wewe pia ukuje na maneno ya gari. Nataka kila kitu. Nikishamaliza hapo tutaona chenye kinafuata. Asante sana daktari. Asante.